ni namna gani ambavyo unaweza ukalitumia jina lako kama sehemu ya kufikia katika yale malengo ama kuondosha kabisa maradhi. Je, na nini kinapaswa kifanywe kurudisha jina lako katika hali na nguvu na utendaji wake bora? Kuna watu wana maradhi mazito sana, lakini aslul usul ya maradhi yao ni majina yao yamecheza au yamechezewa. Lakini kadhalika kuna watu wao ni matalib, wanatafuta sana, hawapati kile wanachokitafuta. Kuna watu wamepelekwa jela, wanafungwa na wamefungwa, lakini aslul mas'ala ni majina yao. Jina lako ni kiungo bora katika ulimwengu. Jina lako ni sehemu bora ya mafanikio yako. Jina lako ni sehemu hatari kwa madhara yanayoweza kukupata. Je, hapo ulipo wewe ukijitathmini, jina lako linakuletea neema? Ni madhara tu na matatizo ya kila kukicha. Una wajibu wa kufanya mawasiliano nasi tukupe utaratibu bora kupitia jina lako. Inawezekana ukapata ponyo ya kudumu kutokana na maradhi yanayokusumbua. Yana faida gani haya majina na hizi harufi zilizo katika majina yetu? Herufi za jina lako zina uwezo wa kupandisha cheo, lakini herufi za jina lako zina uwezo wa kukushusha kabisa. Mtu mwenye jina ambalo linaanza na alifu, eneji yake kwanza anakuwa ni mtu mwenye tamaa. Pamoja na hivyo, mara nyingi sana anakuwa mwaminifu. Ana tamaa lakini mwaminifu. Hii ni eneji ambayo mara kadhaa zinapatikana katika harful alifi, na hii ni taqatun ijabia. Herufi hii inaweza ikacheza kwa huyu mtu, ndio utamuona kile anachotamani hafikii, matokeo yake anaanza kuwa mwizi. Yani yoyote yule ambaye jina lake linaanzia na harful lam, mara kadhaa inajulisha huyu mtu anakuwa ni mpambanaji sana, alafu na anafanikiwa sana, anafika kwenye yale malengo. Akianzisha jambo aliachi mpaka hakikisha lile jambo limefika pale ambapo anapopata. Wale ambao majina yao yanaanza na harfu nun, mara nyingi sana huwa hawaliendei jambo mpaka wawe na uhakika na kile wanachokwenda kukifanya. Jina lake linaanzia na mimi. Mara kadhaa mtu huyu huwa anapenda sana kuwaunganisha watu. Huyu mtu mwenye harfu mim, harufi zake zikichezewa, shekhe ndo anabadilika kuwa fitina namba moja duniani ni yeye. Tulitoa ofa ya watu 30 na tukasema watu 30 hawa tutawafanyia hesabu za majina yao. Wametumia kila aina ya madawa na wengine wamekwenda katika nchi mbalimbali, lakini bado tatizo la kiafya linakuwa zito sana. Katika wale watu 30 ambao tuliwaambia na wao wakatekeleza vile vigezo ambao vilivyohitajika, leo ndio kwanza tumefanikiwa kufanikisha kuweza kumaliza majina ya watu wawili tu. Tuna ndugu yetu mmoja, yeye yupo katika ardhi ya Marekani. Ndugu yetu jina lilikuwa limecheza vibaya sana. Kwa hiyo alhamdulillah, na hii ndio spray yake rasmi kabisa. Hii ni spray maalum inayomhusu yeye. Kwa hiyo tunachofanya hapa ni kumsubiri yeye afanye utaratibu wa usafirishaji, tumtumie spray yake kwa sababu jina lake tulishakaa katika mustawa uliokuwa mzuri. Sasa hii spray yeye ni kwenda kujipulizia tu pap na kupulizia pale nyumbani. Na wewe pia, ili spray yako iwe sambamba kutokana na jina lako, inawezekana isifanane kabisa na namna ilivyo hii ya huyu ndugu yetu aliyo katika ardhi ya Marekani. Wewe una yako na yeye ana yake, na mimi pia nilio hapa nina yangu, kutokana na energy zilizo katika herufi zinazotamkia jina lake. Lakini tunayo hii spray, hii ni maalum ya ndugu yetu yeye aliyo katika ardhi ya Ufaransa. Tumekuta harufu 2 tu ndizo ambazo zilizokuwa zimeharibiwa, lakini alhamdulillah kwa sasa tumekamilisha utaratibu wa jina lake, na hii ndio spray yake. Naye pia tunamsubiri biidhnillah subhanahu wa ta'ala akamilishe namna ya usafirishaji. Katika ofa ya watu 30 ndio kwanza tuna watu wawili. Maana yake si kazi ya kitoto, ni kazi ngumu, na ndio maana tulisema katika siku zilizopita ya kwamba hii ofa ya watu 30 itatuchukua kuanzia miezi 3 mpaka miezi 4. Ukiona tunakwambia ni ofa, tumekutunuku, lakini mwingine atakayekuja baada ya hawa watu 30, kazi ni ngumu kiukweli, itabidi atuachishe kazi ili tumfanyie kazi yake inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.